Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupa tena nafasi nyingine ya kuendelea na vipindi vyetu. Kumbuka ni kwa neema tu. Nina kila sababu ya kumtukuza Mungu, maana kupata nafasi na vipindi kama hivi ni kwa neema, si kwa nguvu zangu, wala wewe kupata kushiriki si kwa nguvu zako, bali ni kwa neema tu. Acha tuombe kwa ajili ya kuanza kipindi chetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu, tunakushukuru kwa rehema zako na fadhili zako na uaminifu wako. Umetupa neema na kibali tena kusimama mbele ya madhabahu yako, kuendelea mfululizo wa mafundisho pamoja na maombi. Asante juu ya majira haya ambayo Bwana imekupendeza tusimame mbele zako. Asante kwa neema ambayo umeachilia Bwana kwa watumishi wako ambao wanafuatilia Bwana Facebook live, hata wale ambao watafuatilia Bwana hapo YouTube. Mungu, mkono wako ambao umeachilia juu yangu ukadhihirike mahali popote anapofuatilia mtumishi wako, walioko ndani ya Tanzania, mikoa mbalimbali, walioko Afrika Mashariki, lakini hata wale walioko Bwana Ulaya na Marekani, popote ambapo Bwana yuko mtu ambaye umempa neema kushiriki mafundisho haya, jidhihirishe kwake Mungu anakouona utukufu wako, na unapotenda Mungu utukufu na sifa vikuja kwenye kiti chako cha enzi, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, amen. Na tunaendelea na ujumbe wetu, athari ya viti vya enzi vya miungu, ikiwa leo ni kipindi chetu cha 4. Nashukuru Mungu kwamba anatupa neema ya kusogea. Ni kipindi kifupi cha dakika kati 20 na 25 15, lakini hiki kipindi kifupi kikusaidie kuona kile ambacho Mungu anataka ukione. Itie nguvu kwa Bwana, na maanisha utamwona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaenda kwenye ujumbe wetu moja kwa moja. Leo tunakwenda kuangalia misingi ya kiti cha enzi. Msingi wa kiti cha enzi. Tunaendelea kuangalia athari ya viti vya enzi, na jana tumeanza kuona kiti kwamba ni nafasi katika ulimwengu wa roho ambao mtu anapewa katika ulimwengu wa roho, na ndani ya hiyo nafasi anatumikia shauri la Mungu aliyempa nafasi, au anatimiza kusudi la kule ulimwengu wa roho ambapo amepewa kiti cha kumiliki na kutawala. Na tumeona ile joka akatoa kiti chake cha enzi akampa yule mnyama, na tunaona kwamba hiki ni kitu cha rohoni. Ili kidhihirike ulimwengu huu wa nyama na damu, lazima huyo joka anapompa mnyama inaonekana mwilini kupitia mwili wa mtu, kwa sababu ulimwengu wa giza hauwezi ukajifunua hivi pasipo mwili. Ili ufanye kazi ulimwengu huu lazima upate mwili. Kwa hiyo tunapenda kuona msingi wa kiti, kwamba hicho kiti ambacho kinasimama na kinatumikiwa na mtu kuwakilisha kusudi la ulimwengu wa roho na kusimamisha mfumo, kinakuwa na msingi. Kitabu cha Zaburi ya 89 mstari wa 13 hadi mstari wa 18. Tutapenda kuangalia leo msingi wa kiti cha enzi. Zaburi 89:13 hadi 18. Mkono wako ni mkono wenye uweza, mkono wako una nguvu, mkono wako wa kuume umetukuka. Haki na hukumu ndio msingi wa kiti chako, fadhili na kweli za kuhudhuria mbele za uso wako. Heri watu wale waijuao sauti ya shangwe, Bwana, kuenenda katika nuru ya uso wako. Kwa jina lako ufurahi mchana kutwa, na kwa haki yako utukuzwa. Maana fahari ya nguvu zao ni wewe, na kwa radhi yako pembe yetu itatukuka. Maana ngao yetu ina Bwana, na mfalme wetu ni wake Mtakatifu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Anasema maana ngao yetu ina Bwana,
na ufalme wetu ni wake Mtakatifu wa Israeli. Sasa kiti cha Mungu msingi wake ni haki na hukumu. Hiki ni kiti cha Mungu, msingi wake ni haki na hukumu, na anadhihirisha utendaji kazi wa kiti kwamba kinatoa haki, kinatoa hukumu. Lakini wanaosimama kwenye msingi wa hiki kiti, kuna kiwango cha neema kinaonekana ndani yao, na pointi yetu nasema na ufalme wetu ni wake Mtakatifu wa Israeli. Kwa hiyo msingi wa kiti cha Mungu umebeba ndani yake haki na hukumu. Kwa hiyo mtu anapokiendea kiti cha enzi cha Mungu, kuna matarajio ya kupokea vitu viwili: kupokea haki kama ni mwenye haki, kupokea hukumu kama umestahili hukumu. Na amebainisha kwamba anayeketishwa kwenye kiti cha Mungu katika ulimwengu huu, ufalme wake si wake, bali ufalme wa mwenye kiti. Tunarudi kwenye pointi yetu ya jana kwamba Daudi akisha kulitumikia shauri la Bwana akalala. Sasa hapa anafunua kwamba kwenye kiti cha Mungu kina msingi, na huo msingi umebeba haki na hukumu. Kwa hiyo ili tuweze kutembea na Mungu kama mfalme wetu, na tupe nafasi ya kuketi kwenye kiti na kurithi kiti cha enzi cha Daudi kama mfalme aliyepewa kiti katika ulimwengu huu, na tutaangalia zaidi kiti cha Mungu wetu na utendaji kazi wake, na namna tunavyopewa nafasi na neema ya kutumia kile kiti au kukaa kwenye kile kiti. Lakini bado nataka tuangalie kwanza msingi wa kiti cha enzi cha miungu. Sasa hapa anasema mkono wa Mungu, mkono wako ni mkono wenye uweza, mkono wako na nguvu. Tumeona kwamba yule joka alipompa kitu ile mnyama mwenye viashiria vya dubu, simba, sina mnyama gani pale, yule naye alimpa uweza mwingi ili akafanye kazi. Alimpa nguvu na uweza mwingi na kweli afanye kazi kupitia kiti. Sasa kwenye upande wa kiti cha Mungu kuna nguvu na kuna mkono wenye uweza. Kuna mkono wenye uweza na mkono wako una mkono wenye nguvu. Kwa hiyo kwa Mungu wetu kiti kina udhihirisho, hukumu na haki na nguvu na uweza. Na kwenye kiti cha miungu misingi yake ni kinyume cha haki na hukumu. Biblia inasema wazi, Mungu haji ili aje aibe, achinje, haribu na kuangamiza, bali Kristo sabala mimi nalikuja ule uzima kisha eneo tele. Kwa misingi ya kiti cha miungu imebeba uharibifu, kimebeba mauti, kimebeba laana, kimebeba machukizo, kwa sababu amepewa jukumu yule mnyama kufanya vita na watakatifu, lakini amepewa jukumu kupitia kiti akasimame kwenye taifa, asimame kwenye falme, au asimame kwenye koo, jamaa, asimame kwenye lugha, asimame kwenye kabila. Kwa hiyo sasa hiki kiti kikisimikwa ndani ya ukoo, hicho kiti cha enzi cha shetani kina misingi yake. Sasa kila kiti kimebeba misingi tofauti na kiti kingine, na misingi ya kiti kutokana na maagano. Sasa kwenye agano la Mungu wetu, ndani ya kiti kuna misingi ya haki na hukumu imefungwa kiagano, kwamba yeyote ambaye anapewa nafasi na Mungu kutumika kuwakilisha ufalme wa Mungu hapa duniani, na lazima ili tuone amekaa kwenye kiti cha ufalme wa Mungu, lazima tuone matokeo ya haki na hukumu ya kweli, kwa sababu hapa anasema na ufalme wetu ni wake Mtakatifu wa Israeli. Kwa hiyo mtu anapoketi kwenye kiti cha miungu, misingi ya uovu itaonekana, misingi ya mauti itaonekana. Kwa hiyo mahali popote kwenye kiti cha enzi cha shetani, kiti cha enzi cha miungu, chini hicho kiti kuna misingi, na hiyo misingi inawajibisha kiti, inawajibisha akae juu ya kiti. Labda tu nikupe mfano mwepesi.
Labda kuna mtu anaweza kaja, nichukulie mfano mtumishi, anaweza akiwa mji mwingine anatembea na utumishi kwa level fulani, kwa neema fulani, lakini akihamia mji mwingine akakuwa kanisa kama mchungaji, unashanga kile kitu alichokuja nacho kinaliwa siku baada ya siku, ghafla anashuka anapoa kabisa. Sasa hebu tuchukua tu wazo, tafakari nyepesi na mimi ya kwamba kwenye kanisa Pergamu pale palikuwa na kiti cha enzi cha Shetani, na kupitia kile kiti mtumishi wa Mungu pale mwaminifu akafa. Hebu fikiri, yupo katika kanisa lakini kiti kinampiga na kufa, lakini alikuwa kanisani. Sasa kiti kinaweza kikafunuliwa kwenye kanisa kwa njia mbalimbali, lakini moja ya njia ni roho ya dini. Dini ndio iliyomuua Yesu. Dini ndio iliyoua mitume wa Yesu. Dini ndio iliyotaabisha manabii wengi wa Mungu. Nabii akasema haifai nabii kufa nje ya Yerusalemu. Bwana Yesu alitabiri kwamba kila nabii atakufa ndani ya Yerusalemu, hapo ambapo kuna dini. Fikiri wale makuhani ndio walikuwa wanafanya vikao haviishi. Wanachotafuta ni kumuua Yesu. Wanachotafuta ni kupeleka mashitaka. Wamejaa wivu, wamejaa mashetani. Na Yesu kweli kafa, akafufuka, akapaa, akaenda mbinguni. Ameachia watumishi wake utumishi. Baada tu ya kwanza huduma na nguvu za Mungu zimeonekana na kiwete ameponywa pale, vita ikaanza upya, wakaitwa na kwa viboko na kwa mateso, msihubiri tena kwa jina hili. Waliokuwa wanazuia ni watu walioko kanisani, ni watu walioko kwenye dini, tena ni viongozi wa dini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimekupa tu picha kwamba unaweza ukawepo kwenye dini fulani, lakini ishara ya kwamba kuna shida, matokeo mepesi kabisa. Je, ni misingi gani inaonekana? Misingi ya kiti cha Shetani ni dhahiri. Tunabeba kipaumbele kikubwa ni mauti na kufisha vya Mungu, kufisha utumishi wa Mungu, kudhoofisha vipaumbele vinavyofanya ufalme wa Mungu ujengwe hapa duniani. Sasa haya ni matokeo ya kiti cha enzi cha Shetani. Misingi yake inabeba maagano ya uongo, misingi yake inabeba maagano ya uharibifu. Kwa hiyo kipimo chepesi kabisa ambacho ukajipimia ni kuona ndani ya ukoo wako, udhihirisho ukoo wako umebeba misingi ya namna gani. Udhihirisho ndani ya familia, ni maisha gani mnayaishi ambao mmetamani kutoka kwa miaka lakini hamtoki? Kuna ahadi gani za Mungu naziombea usiku na mchana lakini ahadi haziji? Mungu amesema wazi kwenye kitabu kile cha Zaburi ya 11 na mstari wa 3. Zaburi ile Zaburi ni Zaburi ya 11 na mstari ule wa 3. Je, nasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Ni swali. Wewe ni mwenye haki ndani ya ukoo, ni mwenye haki ndani ya familia, ni mwenye haki ndani ya mji, ni mwenye haki ndani ya kabila, lakini kama kuna misingi ya kiti cha enzi cha miungu, hiyo misingi ya kiti inatengeneza athari ya kizazi baada ya kizazi, usipojipanga kushughulikia athari ya hicho kiti. Tumeona pamoja, misingi ya kiti cha Mungu ni haki na hukumu, lakini misingi ya kiti cha enzi cha miungu ni kinyume cha haki na hukumu. Kwa hiyo una haki zako za msingi nyingi zimezuiliwa na kiti. Kwa nini? Kama misingi ya kiti cha ukoo imeharibika, mwenye haki utafanya nini? Mwenye haki unanyimwa haki zako, mwenye haki upati haki zako. Kwa nini? Misingi ya kiti cha miungu imetoa mfumo wa kuzuia haki zako, na imeachilia mfumo wa magonjwa, imeachilia mfumo wa maskini, imeachilia mfumo wa kukataliwa, imeachilia mfumo wa kichawi,
umeachilia mfumo wa uganga, nimeachilia mfumo wa laana za umaskini, nimeachilia mifumo wa laana ya zinaa, nimeachilia mifumo wa laana za ulevi, nimeachilia mifumo ya uharibifu ya aina mbalimbali. Ni matokeo ya kiti cha enzi cha miungu eneo, na misingi ya hicho kiti imebebeshwa kitu ambacho kinaleta uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baadhi ya kabila, baadhi ya koo, kuna kiongozi wa ukoo, makabila mengi na koo nyingi, kuna kiongozi mkuu wa ukoo. Sasa kama kuna kiongozi wa mkoo na kuna misingi mibovu ya kiti cha enzi cha miungu, huyu atatumika kuleta uharibifu ndani ya ukoo kwa jinsi ya rohoni, asipopata neema ya kutoka kwenye athari ya viti vya enzi vya miungu. Bwana Yesu asifiwe. Leo ninatamani tupate nafasi ya toba juu ya misingi ya kiti cha enzi cha miungu ya ukoo, miungu inayoleta matatizo. Tushughulikie hizo athari leo kwa kuachilia toba na kupeleka damu ya Yesu kwenye hiyo misingi iliyoharibika ya kiti cha miungu, ambayo misingi inawajibisha ukoo mzima, hiyo misingi inawajibisha jamaa nzima, hiyo misingi inawajibisha taifa zima, hiyo misingi inawajibisha kabila nzima, ili tushughulikie hizo athari zitoke kwenye maisha yetu. Hatua muhimu kabisa ni toba. Tutafanya mbele za Bwana leo, mahali unapofuatilia maombi hayo, ungana nami kwenye toba. Lakini hii toba ya ufupi ni ufunuo. Haya ni maombi ni mapanazo kana maombi masaa 3 masaa 4 kwa kadri ya neema. Kuna muda mfupi wa maombi, lakini muda mfupi unakupa ufunuo ni namna gani ushughulikie athari ya viti vya enzi vya miungu. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, tumeona misingi ya kiti chako ni haki na hukumu, lakini misingi ya viti vya enzi vya miungu, Baba, imebeba mauti. Tumeona Antipa, mtumishi wako mwaminifu, alikufa hapo kwenye kiti cha enzi cha shetani, hapo shetani, na tumeona ile mnyama alipewa uwezo na ile joka na kiti chake cha enzi, akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda, akapewa mamlaka juu ya taifa, lugha, jamaa na kabila, ili kuleta uharibifu ndani yake. Tumeona hiyo ndio misingi iliyopelekwa, hii ndio misingi iliyoachiliwa. Baba, tunasimama mbele ya madhabahu yako Baba, tukiomba toba, tukiomba rehema. Tunaomba toba Mungu juu ya misingi iliyoharibika, ya misingi ya viti vya enzi vya Mungu, hiyo misingi iliyobeba mauti ndani yake, hiyo misingi iliyobeba kufanya vita na watakatifu, hiyo misingi iliyobeba kupiga lugha, jamaa na kabila na taifa. Tunasimama kwa toba Bwana mbele ya madhabahu yako, tukiomba toba, tunanyekea Baba, tunakaribia kiti cha rehema, na misingi ya kiti chako ni hukumu na haki, na umesema Bwana tukurudie kwa moyo yetu, moyo wa toba Bwana. Ni pale ndani ya jamaa zetu kuna baba zetu walisimamisha viti vya enzi vya miungu, waliendea hiyo miungu wakaitambikia, waliendea hiyo miungu Baba na kuleta uharibifu. Baba, tunaona kuna matokeo ya viti vya enzi, tumeona athari katikati ya familia Baba, tumeona athari ya roho za mauti zinafuatilia Bwana maisha yetu, tumeona athari ya vita ya watakatifu wako. Unatamani kupiga hatua tuutumishe, lakini tumewekewa mazuio. Unatamani kusogea, ombe misingi ya kiti cha shetani imepewa jukumu la kufanya vita na watakatifu, nasi tu watakatifu wako tumeitwa kwa damu ya thamani, tumenunuliwa kwa damu ya Pasaka na mwanakondoo Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, nasimama mbele ya madhabahu yako nikiomba toba kwa ajili ya watumishi wako
wanaofuatilia Bwana maombi haya kutoka taifa lolote, kutoka mji wowote, kutoka maeneo yoyote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, neema yako na mkono wako wenye nguvu ulio hodari udhihirike sasa Bwana kwa watoto wako wanaofuatilia kutoka mataifa mbalimbali, wanaofuatilia Bwana mafundisho haya sasa palipobomoka mbele ya madhabahu yako, kama ulivyosema nami nikatafuta mtu. Sasa palipobomoka mbele zangu, sa mahali palipobomoka inapomoka mbele ya madhabahu yako, nikisimama Bwana mahali palipobomoka kwa ajili ya watoto wako kutoka mataifa mbalimbali, kwa ajili ya watoto wako wanaofuatilia Facebook, kwa ajili ya watoto wako wanaofuatilia YouTube, katika jina la Yesu wameachilia hii neema Bwana katika msimu na majira haya, ili nisimame mbele zako Bwana kupitia mitandao ya kijamii. Baba, nami nasimama kwenye nafasi ulionipa katika jina la Yesu. Naomba mkono wako wenye nguvu ulio hodari, mkono wako wenye nguvu Bwana ukadhihirike sasa Bwana, unapotembea na toba, mkono wako tufuatilie zile athari za mauti, zile athari za vita, zile athari mbalimbali za viti vya enzi vya miungu, kupitia hiyo misingi ya uovu, hiyo misingi iliyoharibiwa, hiyo misingi ya hivyo viti iliyoweka kanuni, iliyoweka utaratibu, iliyoweka magano ya mauti, hiyo misingi iliyoweka magano ya haribifu. Baba, nasimama kwa toba kwa ajili ya watoto wako wameingizwa kwenye haya magano kupitia baba zao, kupitia mama zao, kwa vizazi vile, kama walivyosema Bwana, unapofuatiliza Bwana kwa baba zao hata cha 3 na cha 4 cha wakuchukiao. Kale Baba, tunatembea kwenye mapatilizo ya vizazi vile. Haya mapatilizo Bwana yanadai mauti, au mapatilizo yanadai vita, haya mapatilizo yanabeba uharibifu kupitia viti vya enzi vya miungu vilivyosimikwa kwenye koo, vilivyosimikwa kwenye kabila, vilivyosimikwa kwenye taifa. Baba, kuna athari tunaiona kwa wazi kupitia somo hili. Baba, tunajikagua, tunaona namna ambavyo tumeathirika. Nasimama mbele ya madhabahu yako Baba, katika jina la Yesu, nikiomba toba kwa ajili ya watoto wanaofuatilia maombi haya. Naomba toba, naomba rehema, nasimamia damu ya Yesu, nasimamisha damu ya Yesu. Hiyo misingi inampiga, hiyo misingi imeachilia damu ya Yesu. Ina maana inasema wakamsha damu na kondoo akamla ushuhuda, katika jina la Yesu. Hiyo misingi ya uovu, hiyo misingi ya uharibifu, hiyo misingi ya machukizo iliyosimamisha Bwana katikati ya watoto wako Baba, ni majira umetupa neema ya kushughulikia athari ya viti vya enzi vya miungu katika jina la Yesu. Hiyo misingi inabeba mauti, hiyo misingi inapiga haki zetu, hiyo misingi inaachilia hukumu ya mauti, achilia damu ya Yesu. Hiyo misingi inaachilia